Karibu kwenye Typhoon Film TZ. Hapa ndipo simulizi kali, drama zenye kugusa moyo na hadithi za maisha halisi huanzia. Kila simulizi linafunza, kila drama inaacha alama, na sisi tupo hapa kukusimulia. Kabla hujaendelea, tafadhali bonyeza subscribe, like, comment na share ili tuendelee kukuletea visa vipya kila wiki. Kipaji kikiwa na mpango hakikosi mlango. Subscribe kwa mengi zaidi. Sasa tuanze simulizi letu la leo. I'm a self-made millionaire, thug living out of prison, pistols in the air. Kwa dunia, Tupac Shakur alikuwa rapa jasiri, mkali, asiyeogopa kusema ukweli. Lakini nyuma ya muziki, kamera na makofi ya mashabiki, kulikuwa na mwanaume aliyebeba mzigo mzito wa maisha, mzigo ambao watu wachache sana waliwahi kuuelewa. Tupac alizaliwa katika mazingira ya mapambano. Mama yake Afeni Shakur alikuwa mwanaharakati wa Black Panther, jambo lililomfanya Tupac kukua akiona mateso, ufuatiliaji wa serikali na maisha ya hofu tangu akiwa mdogo. Haya hayakuwa masimulizi ya nyimbo tu, yalikuwa maisha halisi. Akiwa kijana, Tupac hakuwa mtu wa vurugu kama wengi walivyodhani. Alipenda sana kusoma mashairi, kuandika na kuzungumzia haki. Marafiki waliomjua karibu walisema mara nyingi alikuwa mtu wa upole, aliyekuwa analia peke yake usiku, akijiuliza kama dunia ingewahi kumsikiliza bila kelele. Umaarufu ulipokuja, haukuja peke yake. Ulileta pesa, heshima, lakini pia maadui, tuhuma na shinikizo lisiloonekana. Tupac alianza kuishi maisha mawili, moja jukwani, jingine moyoni. Kila alipojaribu kusema ukweli wake alionekana kama tishio. Watu wengi hawauzungumzii jinsi Tupac alivyoamini sana katika ishara na ndoto. Kabla ya kifo chake, aliwaambia watu wa karibu kuwa alikuwa na hisia nzito kwamba maisha yake yangekatizwa mapema. Aliandika mistari iliyoonekana kama ujumbe wa kuaga, lakini mashabiki waliichukulia kama sanaa tu. Usiku mmoja, akiwa peke yake, Tupac aliandika kwenye daftari lake maneno machache yaliyowashtua waliokuja kuyaona baadaye. Nikienda mapema, mjue sikukimbia, nilichoka kupigana peke yangu. Haya hayakuwa maneno ya mtu aliyependa vurugu, yalikuwa ya mtu aliyekuwa amechoka na dunia iliyokuwa ikimvuta pande zote. Lakini bado hadithi ya Tupac haikuishia hapo, kwa sababu kile kilichotokea siku chache kabla ya kifo chake na watu aliokuwa nao karibu ndicho kipande ambacho hakizungumzwi sana, na ndicho kilichobadili kila kitu. Katika sehemu ya pili, tutafungua ukurasa mzito zaidi. Ni nani aliyekuwa karibu sana na Tupac siku zake za mwisho? Ni kwa nini alihisi hatari inamkaribia? Na ukweli mchungu nyuma ya dakika zake za mwisho. Usiondoke, sehemu inayofuata ndiyo itakayobadili unavyomwona Tupac milele. Basi usisahau kusubscribe kwenye channel yetu Typhoon Film TZ ili kuwa nasi karibu zaidi. Asante kwa usikivu.